Wakenya sasa wameamua kufukuza wasanii wote wa Kitanzania ambao hawakuzungumza na wale walikuwa na sapoti Samia Suluhu katika uchaguzi uliopita. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kulikuwa na giza lisilo la kawaida katika anga la siasa mnamo tarehe 29 Oktoba, na miji kadhaa ilitetemeka kwa milio ya risasi, vilio vya watu waliokimbia na pumzi za mwisho za wale waliokuwa wakidai sauti ya haki. Mitaa iliyozoea muziki wa bongo flavor na midundo ya densi iligeuka uwanja wa damu, huku mamia wakiripotiwa kuuawa katika maandamano yaliyogeuka kuwa mauaji ya raia. Lakini kilichoendelea baadaye kilikuwa cha kushangaza zaidi. Sauti za wasanii waliotegemewa kuenzi utu na uhuru zilibaki kimya, au mbaya zaidi, ziliungana na mamlaka iliyotuhumiwa kwa ukatili huo. Katika kipindi ambacho dunia ilishuhudia Tanzania ikipitia moja ya sura zake za giza zaidi tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi, baadhi ya majina makubwa katika tasnia ya muziki na filamu nchini humo yalionekana kuunga mkono upande wa nguvu badala ya upande wa wananchi. Miongoni mwao walitajwa nyota waliotamba barani Afrika ambao kwa miaka wamekuwa sura za taifa hilo katika tamasha, majukwaa ya kimataifa na matangazo ya kibiashara. Lakini kwa mara ya kwanza mashabiki wao wakubwa kutoka taifa jirani la Kenya waliamua kusema hapana. Wakenya ambao wamekuwa watetezi wa haki za binadamu katika ukanda wa Afrika Mashariki walijitokeza wazi mitandaoni na barabarani wakitangaza kuwa hawatakaribisha tena wasanii wa Tanzania waliokuwa upande wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, kiongozi ambaye wakosoaji wengi walimfananisha na dikteta wa zamani wa Uganda Idi Amin Dada kutokana na ukali wa hatua zake za kiusalama. Kwa Wakenya, ukimya wa wasanii hao ulionekana kama usaliti wa damu ya Watanzania walioimwaga kwa kutafuta uhuru wa maoni. Hasira ilitanda mitandaoni, kauli moja ilianza kujirudia kila kona ya Twitter, TikTok na Instagram, wakisema kuwa msipiganie wenu, msije kupiga kwetu. Msipiganie wenu, msije kupiga kwetu. Hilo linamaanisha wazi kwamba wasanii ambao hawakuonyesha huruma wala ujasiri katika kipindi cha giza nchini mwao hawatapata nafasi tena katika majukwaa ya Kenya. Hatua hiyo ilionekana kama harakati ya kijamii iliyozidi nguvu za muziki. Wakenya hawakutaka tena kushangilia nyimbo za watu waliopuuza kilio cha ndugu zao. Wakati hayo yakiendelea, orodha ya majina ilianza kusambazwa mitandaoni, majina yaliyowahi kuwa fahari ya Afrika Mashariki sasa yakitajwa kama wasaliti wa utu, akiwemo Diamond Platnumz, Zuchu, Alikiba, Wema Sepetu na wengine wengi waliodaiwa kusimama na chama tawala CCM wakati wananchi wakipigwa na kuteswa. Ripoti zilizozagaa zilidai kwamba wakati hali ilipokuwa mbaya zaidi jijini Dar es Salaam, Diamond Platnumz, nyota mkubwa wa muziki wa Afrika Mashariki, alihamia Mombasa nchini Kenya kitafuta usalama kutokana na hofu ya mashambulizi ya kisiasa. Habari hizo zilichochea mjadala mkubwa, kwa hasa baada ya mashabiki kugundua kuwa alikuwa ameanza kufuta picha na video zote zilizomhusisha na chama tawala CCM kwenye akaunti yake ya Instagram. Uamuzi wa ghafla ulionekana kama jaribio la kujiosha kutokana na lawama. Hata hivyo, kwa mashabiki wengi ulikuja kuchelewa. Walikumbuka video iliyowahi kusambaza awali akiwatupia lawama wananchi waliokuwa wakilalamikia hali ya kisiasa nchini humo, akiwashauri kufanya kazi badala ya kulalamika. Video hii ilionekana kama kejeli kwa wale waliokuwa wakilia na hasara ya ndugu zao waliopoteza maisha. Kwa Wakenya, tendo la kufuta picha halikutosha. Waliona kama hatua hiyo ilikuwa ya hila zaidi kuliko toba, jitihada ya kubadilisha taswira baada ya kuona upepo wa umma ukibadilika. Kenya ilianza kuwa uwanja wa maonyesho ya ghadhabu ya kijamii. Katika matukio kadhaa, wasanii kutoka Tanzania walijikuta wakikabili upinzani mkubwa. Tukio moja lilotikisa mitandao lilihusisha Zuchu, nyota wa muziki wa bongo flavor, aliyewahi kutoa kauli iliyodharau wasanii wa Kenya. Wakati alipokuwa akijaribu kutumbuiza watu katika tamasha moja jijini Nairobi, umati wa mashabiki uligeuka ghafla, wakaacha kushangilia nyimbo zake na kuanza kuimba wimbo wa taifa wa Kenya. Tukio hili lilikuwa ishara ya wazi ya upinzani na uamsho wa hisia za utaifa.
Zuchu alibaki jukwani akiwa amechanganyikiwa, tamasha likageuka kuwa onyesho la kisiasa na vilevile kumwaibisha. Haikukoma hapo, Wakenya walizidi kutumia mitandao yao kuwakemea wasanii hao, huku majina kama Diamond yakivuma kwa kejeli, wengine wakimuita P Diddy wa Afrika Mashariki, jina lilotumiwa kwa dhihaka kumkemea kwa kujiona mkubwa, kukosa huruma kwa wananchi wa kawaida. Na katika kipindi ambacho serikali ya Tanzania ilizima mitandao ya kijamii na umeme, Wakenya waligeuka kwa macho na masikio ya dunia. Walichapisha video, picha na taarifa za hali halisi kutoka mipakani na ndani ya Tanzania, wakitumia hashtag mbalimbali za kimataifa kufichua kile kilichokuwa kikitokea. Kwa mara nyingine, undugu wa Afrika Mashariki ulionekana kwa sura tofauti, si kwa burudani bali kwa upendo na ujasiri. Wakenya walionekana wakijitolea kutumia majukwaa yao ya kidijitali kama sauti ya wale ambao hawakuweza kuzungumza kutokana na ukandamizaji wa serikali. Na miongoni mwa waliopoteza maisha, wengi walikuwa vijana wasio na silaha, waliokuwa wakidai haki za msingi za kiraia. Tukio hilo lilizua maswali mazito kuhusu nafasi ya wasanii katika jamii. Na je, muziki ni burudani tu au ni chombo cha mabadiliko ya kijamii? Kwa upande wa kiuchumi, ghadhabu ya Wakenya inatisha kuharibu soko kubwa la muziki wa Tanzania. Kwa miaka mingi, Kenya imekuwa soko muhimu kwa wasanii wa Bongo Flava, kuanzia matamasha, usambazaji wa nyimbo hadi matangazo ya bidhaa. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya theluthi moja ya wafuasi wa nyota kama Diamond, Zuchu, Alikiba kwenye mitandao ya kijamii wanatoka Kenya. Ikiwa kampeni ya Wakenya ku-unfollow wasanii hawa itapata nguvu, basi matokeo yake yanaweza kuwa makubwa kiuchumi kwa wasanii hao, na mapato yatashuka, kampuni za matangazo zitajiondoa na ushawishi wa wasanii hawa utaanza kuporomoka. Wengine wameonya kwamba upinzani wa mashabiki unaweza kugeuka harakati ya muda mrefu, kama ilivyotokea kwa baadhi ya wasanii wa Nigeria waliowahi kudhalilisha mashabiki wao barani Afrika. Kwa vizazi vingi, muziki umechukuliwa kama silaha ya upinzani, faraja kwa walioteseka na daraja kati ya nguvu na wanyonge. Lakini kisa hiki cha Tanzania kinafunua sura nyingine ya utamaduni wa kisiasa wa nyota, utamaduni wa hofu, tamaa na unafiki. Na wakati baadhi ya wasanii walikaa kimya au kuunga mkono mamlaka kwa hofu ya kupoteza fursa za kibiashara, wananchi waliona udhaifu wa ujasiri katika sekta ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitangazwa kama sauti ya vijana. Ilikuwa onyo kwamba heshima ya msanii haitokani na idadi ya wafuasi, bali na ujasiri wa kutetea ukweli wakati ni hatari kufanya hivyo. Leo mjadala huu umekuwa zaidi ya kisiasa, ni mjadala wa maadili, uwajibikaji na nafasi ya wasanii katika jamii zao. Wakenya wameonyesha kuwa mashabiki wanaweza kuwa na nguvu kuliko hata serikali, wakitumia mitandao kuhimiza uwajibikaji wa kijamii. Kwa upande mwingine, Tanzania sasa inatafakari upya nafasi ya sanaa katika siasa zake. Baada ya ghasia za Oktoba tarehe 29, taifa hilo linapitia kipindi kigumu cha tafakari. Je, wasanii wake watabaki kuwa watumishi wa utawala au wataamka kwa sauti ya mabadiliko? Kwa sasa Kenya imetuma ujumbe usiohitaji tafsiri nyingi. Wao, ukimya mbele ya uovu ni ushirika wa uovu. Na kwa wasanii waliokuwa wakipewa heshima na upendo, somo limekuwa gumu. Heshima si tu kwa midundo, bali kwa moyo na utu. Wakati muziki ukiendelea kupigwa kwenye redio na video zikicheza kwenye YouTube, kumbukumbu za damu ya Oktoba tarehe 29 na tarehe 30 hazitafutika kwa urahisi hadi pale sauti za wasanii zitakapoungana na sauti za waandishi na wananchi. Midundo ya Bongo Flava itabaki kugonga bila hisia, muziki utakaopendwa lakini usioheshimiwa. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea tafsiri za kina na uchambuzi wa ndani kabisa bila kupindisha wala kugeuza maneno. Hapa ndipo unapata ukweli wa maneno. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia wale ambao hawajapata taarifa hizi. Vile vile gonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi mnamo tu tunapoziweka.